Hujambo mtazamaji wangu na karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Leo tuko katika somo la 31 na tuko katika sura ya 29 ya kitabu cha Mwanzo. Hii ni safari ambayo tumeianza. Tumeanzia hapo Mwanzo sura ya kwanza mstari wa kwanza na tutaenda mpaka wakati tutakapofika katika kitabu cha Ufunuo sura ya 22 mstari wa 21 ambao ndio mstari wa mwisho wa kitabu cha Biblia. Na kwa hivyo siku ya leo nataka tu kukuhimiza, kama pengine hujafuatilia masomo mengine yetu, unaweza kutufikia pale YouTube na unaweza kuyapata mafundisho yetu yote. Pale utapata mafundisho ya kibiblia kama haya, utapata na hata ushauri. Ukitaka kujua mambo ya drugs au madawa ya kulevya, utaweza kujifunza pale. Kwa hivyo utakapoingia pale katika channel yetu ya YouTube ambayo ni Ushindi Ministries, utaweza kuyapata hayo yote. Na kwa hivyo siku ya leo nataka tuanze na kichwa chetu cha siku ya leo kinasema, Yakobo afika Harani, adanganywa na Labani na kuoa Lea na Raheli. Na maandiko yetu makuu yanatoka katika sehemu tatu siku hii ya leo. Na sehemu ya kwanza ni kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 29 mstari wa 20, vile vile Mwanzo 29 kifungu cha 25, na pia tutaingia katika waraka wa Warumi sura ya 8 mstari wa 28. Na kwa hivyo tunapoangalia Mwanzo 26 mstari wa 20, Biblia inasema Yakobo akamtumikia kwa ajili ya Raheli miaka 7, nayo kwake ilikuwa kama siku chache, kwa sababu alimpenda. Na kifungu cha 25 kinasema, ikawa asubuhi, kumbe ni Lea. Yakobo akamwambia Labani, ni nini hili ulilonitendea? Na tunapoingia katika waraka wa Warumi sura ya 8 mstari wa 28, Biblia inasema, tunajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema. Na katika malengo yetu tuna malengo matano, na haya ndio tutakayoweza kuwa tumejifunza baada ya fundisho hili. Jambo la kwanza, tutakuwa tumeelewa jinsi Yakobo alivyofika Harani na kukutana na Raheli. Jambo la pili ni kujifunza jinsi Labani alivyomdanganya Yakobo. Jambo la tatu ni kutambua kwamba matendo ya udanganyifu huleta matokeo. Na jambo la nne ni kuelewa jinsi Mungu alivyomjali Lea licha ya kutopendwa. Na pia katika sehemu ya 5 tutaweza kumuona Yesu Kristo kama bwana harusi anaipenda kanisa kwa upendo wa kweli. Na katika kutanguliza kidogo, tunarudi katika sura ya 28 ambapo tulimuona Yakobo akiondoka kwenda Harani. Tukaona Mungu akimtokea katika ndoto ya Gazi. Vile vile tukaona ahadi ya Mungu kwamba atakuwa pamoja naye, na vile vile tukaona Yakobo akiliita mahali pale Betheli. Na katika sura hii ya 29 tunamuona Yakobo anafika Harani. Tunamuona akikutana na Raheli kisimani. Tunamuona anafanya kazi miaka 7 kwa ajili ya Raheli, na vile vile tunaona Labani akimdanganya na kumpa Lea kwanza. Na vile vile tunaona Yakobo anafanya kazi miaka 7 mingine ili ampate Raheli, na Mungu anambariki Lea kwa watoto. Na kati ya kifungu cha kwanza na 14 tunaona Yakobo akikutana na Raheli. Tunaona Yakobo alifika Harani, aliona wachungaji na kisima, na Raheli alifika akiwa analisha kondoo kwa baba yake Labani. Yakobo alivingirisha jiwe kutoka mdomoni mwa kisima na kunywesha kondoo wa Raheli. Baadaye akamkumbatia Raheli na kulia kwa furaha. Labani alipofahamu kuwa Yakobo ni jamaa yake, akamkaribisha nyumbani kwake. Na somo la kiroho hapa ni kwamba Mungu huongoza hatua za wale wanaomtegemea. Yakobo hakufika Harani kwa bahati mbaya, alikuwa chini ya uongozi wa Mungu. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 23, Biblia inasema kwamba hatua za Mungu huimarishwa na Bwana, naye hupendeza njia yake. Kati ya kifungu cha 15 na 20 tunaona Yakobo akikubali kufanya kazi miaka 7. Labani alimwambia Yakobo, kwa kuwa wewe ni ndugu yangu, je, unitumikie bure? Yakobo alimpenda Raheli sana, akakubali kufanya kazi miaka 7 ili amuoe. Na Biblia inasema miaka hiyo ilikuwa kama siku chache
kwake kwa sababu alimpenda. Na somo muhimu hapa ni kwamba upendo wa kweli huambatana na uvumilivu, kujitoa na uaminifu. Katika waraka wa Korintho katika waraka wa Korintho wa kwanza sura ya 13 mstari wa 4, Biblia inasema upendo huvumilia na vile vile hufadhili. Kati ya kifungu cha 21 na 30 tunamuona Labani akimdanganya Yakobo. Kwa hivyo tunaona baada ya miaka 7 Yakobo alitarajia kupewa Raheli. Lakini usiku wa harusi Labani alimleta Lea. Asubuhi Yakobo akagundua kuwa alikuwa amedanganywa. Laban akasema kuwa katika nchi yao haikuwa desturi kumpa mdogo kabla ya mkubwa. Yakobo akafanya kazi miaka 7 mingine na ndipo akampata Raheli. Na somo la kiroho hapa ni kwamba Yakobo ambaye hapo awali alimdanganya baba yake Isaka, sasa naye anadanganywa. Na hii inatukumbusha kwamba matendo yetu mara nyingi huwa na matokeo. Katika waraka wa Galatia sura ya 6 mstari wa 7, Biblia inasema kwa kuwa chochote apandacho mtu ndicho atakachovuna. Kati ya kifungu cha 30 na 35 tunamuona Mungu akimjali Lea. Biblia inasema Bwana akaona ya kuwa Lea hakupendwa na Mungu akamfungua tumbo lake. Lea akazaa wana 4, yaani Rubeni ambalo maana yake ni tazama mwana, Simon ambalo maana yake ni Bwana amenisikia, Lawi ambayo ni kuunganishwa, na Yuda ambaye ni sifa. Na umuhimu ya Yuda ni kwamba kutoka katika kabila la Yuda ndipo alizaliwa mfalme Daudi. Na baadaye Yesu Kristo alizaliwa katika ukoo wa Yuda. Na katika kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 5, Biblia inasema tazama, simba wa kabila la Yuda ameshinda. Na somo muhimu hapo ni kwamba Mungu huwaona na kuwainua wale wanaopuuzwa au kudharauliwa na wanadamu. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 27 mstari wa 10, Biblia inasema baba yangu na mama yangu wameniacha, bali Bwana atanipokea. Na tunapoangalia Kristo katika kitabu hiki cha Mwanzo sura ya 29, Yakobo alimfanyia Raheli kazi miaka 14 kwa sababu ya upendo wake. Na hii inatukumbusha upendo mkuu wa Yesu Kristo kwa kanisa. Kristo alijitoa mwenyewe kwa ajili ya kanisa ili kulifanya kuwa lake milele. Katika waraka wa Efeso sura ya 5 mstari wa 25, Biblia inasema kwamba enyi waume wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Na mafundisho makuu ya kiroho hapa ni kwamba Mungu huongoza hatua zetu. Tukiona ya kwamba Yakobo alifika Harani kwa uongozi wa Mungu. Na upendo wa kweli huambatana na uvumilivu. Yakobo alifanya kazi kwa miaka mingi kwa ajili ya Raheli. Udanganyifu huleta matokeo. Yakobo alivuna yale aliyokuwa amepanda. Na Mungu huwajali waliopuuza. Tunaona Lea alipata kibali cha Mungu hata kama hakupendwa na mume wake. Na Kristo anatupenda kwa upendo usio na kifani. Alijitoa msalabani ili atuokoe na kutufanya kuwa watu wake. Tuna maswali 5 hapa ambayo tunaweza kuyajibu katika wakati wetu wa ziada. Na swali la kwanza linauliza, Yakobo alikutanaje na Raheli? Yakobo alikutanaje na Raheli? Swali la pili, kwa nini Labani alimpa Lea badala ya Raheli? Kwa nini Labani alimpa Lea badala ya Raheli? Na swali la 3, tunajifunza nini kutokana na udanganyifu wa Labani? Tunajifunza nini kutokana na udanganyifu wa Labani? Swali la 4, Mungu alimbarikije Lea? Mungu alimbarikije Lea? Na swali la 5, kwa nini kuzaliwa kwa Yuda ni muhimu katika mpango wa wokovu? Kwa nini kuzaliwa kwa Yuda ni muhimu katika mpango wa wokovu? Na aya yetu ya kukariri siku ya leo inatoka katika kitabu cha Zaburi sura ya 37 mstari wa 23, ambayo inasema hatua za mtu huimarishwa na Bwana, naye hupendeza njia yake. Elekea kufika ukingoni. Tunaona sura hii ya 29 katika kitabu cha Mwanzo inatufundisha kuwa Mungu anaendelea kutimiza makusudi yake hata katikati ya ufadhili na makosa ya wanadamu. Yakobo alikubali udanganyifu kutoka kwa Labani, lakini Mungu hakumwacha. Vivyo hivyo, Lea ambaye hakupendwa alipokea rehema na heshima kutoka kwa Mungu, na kupitia uzao wake alikuja mwokozi wa ulimwengu, Yesu Kristo. Yaani alimzaa Yuda ambaye kutoka lineage yake au kutoka katika ukoo wake mwokozi akazaliwa.
Na somo hili linatuhimiza kumtumaini Bwana katika nyakati za majaribu, kujiepusha na udanganyifu na kuamini kwamba Mungu anaweza kugeuza hali ngumu kuwa sehemu ya mpango wake mwema. Na somo la lijalo litakuwa ni somo la sura ya 30 katika kitabu hiki cha Mwanzo, na tutajifunza kuhusu ushindani kati ya Lea na Raheli, kuzaliwa kwa wana wengi wa Yakobo na jinsi Mungu alivyoendelea kumbariki Yakobo licha ya changamoto alizokutana nazo. Na hayo ndiyo yaliyokuwa mafundisho yetu ya siku ya leo, na hakika tumejifunza mengi kuhusu Yakobo. Tunamuona Isaka babake akimwambia aende huko Harani amtafute mke wake huko, na ila asimweze kuoa wanawake ambao ni Wahiti. Na alipofika pale aliweza kukutana na Raheli ambaye alikuwa ni msichana wa mjomba wake ambaye ni Laban, na vile vile wakakubaliana kuoana. Na kulingana na Laban akasema itabidi afanye kazi miaka 7 ili aweze kumuoa Laban, lakini ilikuwa ni hali ya kumdanganya. Kwa hivyo akamdanganya, na Yakobo akafanya kazi miaka 7, na baadaye alipewa msichana ambaye alikuwa anaitwa Lea, na ambaye alikuwa anaitwa Lea. Na kwa vile alivyokuwa anampenda sana Raheli, ilibidi afanye kazi miaka mingine 7 ili aweze kumuoa. Na tunaona ya kwamba Biblia inasema kwamba kwa sababu walimpenda sana, miaka 7 ilionekana kama siku chache tu. Na kwa hivyo tunaona udanganyifu ni mbaya. Yeye aliweza kumdanganya baba yake Isaka, na akaweza kupokea urithi ambao ulikuwa ni wa ndugu yake mkubwa. Vile vile na yeye alipoingia katika nyumba ya Labani mjomba wake, aliweza pia na yeye kumdanganya na akampatia msichana ambaye yeye hakumpenda, na ikabidi afanye tena kazi miaka 7 ili aweze kumpata huyu Lea. Lakini vile vile kutokana na hayo tumeweza kuona upendo mkubwa sana ambao ulikuwa na Yakobo kwa Raheli. Na vile vile hayo tumejifunza ya kwamba vile vile Kristo alikuwa na upendo mkubwa sana kwa watu hapa duniani, na ndipo akaweza kutoa uhai wake ili tuweze kupata wokovu na tuweze kupata ondoleo la dhambi. Kwa hivyo hayo ndio tuliyokuwa nayo siku hii ya leo. Tutakuwa na mengine baadaye ambayo ni sura ya 30. Kwa hivyo nakutakia kila la heri, Mungu wetu akubariki na akutendee mema. Shalom.